katika moja ya mikakati ya Trump, nitakuja huko mbele nitawaambia, katika moja ya mikakati ya Trump ni kuhakikisha Middle East nzima inakuwa katika mikono ya Wamarekani, na mtu pekee aliyebakia anayemsumbua Marekani ni Muirani peke yake, na akifanikiwa kumwangusha Muirani, maana yake Middle East nzima inakuwa kwenye mikono ya Marekani. Ndio maana mnaona hata juzi Marekani aliingia na Israeli waliingia Irani, wakatengeneza maandamano feki ya watu feki. Lengo ni kufanya sabotage kwenye taifa la Irani ili kupindua serikali iliyokuwepo, warudishe vibaraka wao. Unajua Iran ilipinduliwa toka enzi ya mfalme Shah Al-Khamenei. Wakati inakuja kupinduliwa Iran 1978, Iran inakuja kuondosha ufalme wa utawala wa kifalme na kuja kutawaliwa na Mashia. Wakati huo Iran ilikuwa ipo chini ya Waingereza, ilikuwa ipo chini ya Ulaya, na yule mfalme alikuwa anaobei, anatii maagizo kutoka Ulaya, alikuwa ni puppets. Na hata haya yaliyotokea juzi Irani ulikuwa ni msukumo wa mtoto wa yule mfalme wa mwanzo aliyekuwa akiitawala Iran, na yeye ni katika miongoni mwa watu waliokuwa wanachochea haya maandamano ili utawala ule wa Al-Khamenei uanguke, waingie wale vibaraka wa Marekani na Waingereza. Kwa hiyo mtu pekee aliyebakia anayemsumbua Marekani ni Iran. Kashamwekea kila aina ya vikwazo, kila aina ya vikwazo vijua wewe. Na juzi Trump nimemuona anatangaza kuongeza ushuru wa 25% kwa nchi yoyote itakayokuwa inafanya biashara na Iran. Yaani kwa mfano kama Tanzania tunafanya biashara na Iran, basi ujue kama unafanya biashara na Marekani amekuongezea ushuru wa 25%. Kitu ambacho unaposikia ushuru wa 25% kwenye biashara na Marekani, maana yake hizo ni pesa nyingi sana kiasi ambacho wewe huwezi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile utamkataa Muirani. Ukimkataa Muirani, maana yake ni kwamba Irani inadhoofika kiuchumi. Nilikuwa natazama pesa ya Iran, shilingi moja ya Iran ni sawasawa na dola ya 0.00 ya dola ya Kimarekani. Yaani maana yake pesa ya Kiirani haina thamani yoyote. Yaani namna Marekani anavyomwekea vikwazo Muirani ili aweze kumporomosha kiuchumi. Kwa hiyo ndo mtu pekee ambaye hivi sasa anayemsumbua kichwa na anajaribu kuona namna gani anaweza kumdondosha ili aweze kuishika Middle East. Mtu pekee ambaye anapambana kuisaidia Middle East, Mashariki ya Kati hivi sasa ni Iran. Ndiyo nchi pekee ambayo inapambana, sio Russia, sio China, ni Iran pekee yake. Maana katika watu wanafiki duniani China na Russia na wenyewe ni namba 1. Katika watu wanafiki duniani China na Russia ni namba 1. Wewe ukitaka kujua yule Russia naye ni mnafiki, tazama alivyomwacha Maduro. Nicolas Maduro namna alivyokuwa amemwacha. Alikuwa msaiba wake na alikuwa akimpa protection ya security, lakini jamaa wameingia wameenda kumchukua kama kuku, kisha Russia kakaa kimya. Wakati alikuwa ndio mtu ambaye anamprotect, ni mtu ambaye alikuwa anampa rasilimali za Venezuela yule Nicolas Maduro, lakini kaenda kuchukuliwa kamwacha. Mtazame yule Bashar al-Assad yule. Russia alikuwa mshirika wake, lakini walipoingia wa Marekani na yale makundi ya IS, Russia kamwacha Bashar al-Assad. Leo kampa ukimbizi katika nchi yake, anaishi Russia. Kwa nini kashindwa kwenda kumsaidia kupambana na Marekani? Akaangushwa. Kwa hiyo naye hana urafiki wa kudumu. Kwa hiyo Middle East inatetewa kwa asilimia kubwa na Wairani. Na ndio nchi pekee iliyothubutu kuweza kuishambulia Israeli. Tunatambua katika vita ya siku 12 miezi kadhaa nyuma iliyopita, Irani ilipigana vita na Israeli, vita vya siku 12. Kitu ambacho hakijawahi kufikiriwa kwamba siku moja Tel Aviv inaweza kuja kuguswa na mabomu. Irani amethubutu kuingiza mabomu katika ardhi ya Tel Aviv. Yaani Israeli amepigwa
na Mwirani katika ardhi yake. Yani ana teknolojia kiasi ambacho mpaka Waisraeli wakaanza kujiuliza kwamba ana teknolojia ya aina gani mpaka Iron Domes, ile mifumo ya kuzuia mabomu ikawa inashindwa kuzuia mabomu ya Iran, yakawa anaingia katika ardhi ya Israeli. Nchi iliyobakia ni Irani peke yake, na ndio Marekani anahangaika nayo. Na juzi wakati anaingiza waandamanaji, kulikuwa na mamluki ndani yake, hawakuwa raia wa kawaida, kulikuwa na mamluki. Kulikuwa na mamluki kama unavyoona maandamano yetu ya Tanzania yale, kulikuwa na mamluki ndani yake wameingia. Na Irani ni hivyo hivyo. Unajua watu wa magharibi wakiwa na mipango yao, turufu yao ya kwanza wanayoitupa kwanza inakuwa ni kuwafanya watu waandamane. Tazama Libya kwa Muammar Gaddafi ilianza maandamano. Tazama kwa Bashar al-Assad yalianza maandamano. Tazama kwa Saddam Hussein yalianza maandamano kwa raia. Tazama kwa Omar al-Bashir yalianza maandamano kwa raia. Yani mataifa ya Ulaya yakitaka kufanya sabotage, kwanza yanaanzisha vuguvugu, wana create propaganda ya kuwaprovoke raia ili waingie barabarani kwenda kuandamana, kisha wanapindua ile serikali. Ndio mfumo wao wanaotumia. Na Irani ndio hivyo hivyo. Sasa kuna watu wakawa wameingia mle ndani, Irani wakashtuka ule mchezo. Baada ya kufeli plani ile A ya maandamano kupindua serikali, plani waliobakia nayo Marekani hivi sasa ni kuivamia Irani, kwa sababu ndio nchi kikwazo kwa Middle East hivi sasa, ndio nchi kikwazo. Kwa hiyo plani waliokuwa nayo hivi sasa ni kuivamia kijeshi Irani. Lakini swali linakuja, tunaivamiaje kijeshi Irani, nchi ambayo ina nyuklia, nchi ambayo ina teknolojia kubwa?